Ni namna gani ya kutumia msimu kwa ajili ya kusudi. Kitu cha kwanza, angalia sana na kutumia watu wenye akili. Kubali kutumia watu wenye akili, wala usiwafanye maadui zako kiutendaji. Tumia watu wenye akili. Heshimu mawazo ya wengine wenye msaada kwako. Heshimu mawazo ya wengine yenye msaada kwako na kuyasapoti. Usiruhusu mwenye wazo lake awe mbele. Ukiruhusu, hakikisha unamruhusu mwenye wazo lake awe mbele yako. Farao alimwambia Yusufu, tupate wapi tena mtu kama wewe? Ninakuruhusu na kuzuia tu kwenye kiti cha enzi. Kwenye kiti changu usifike, lakini nakutumia. Na kama inavyoonekana kwenye reflection yetu, usipore, usiteke, usiibe, usiazime mawazo ya usiazime mawazo ya mtu mwingine, huku ukimfisha mwenye wazo. Mwache mwenye wazo atangulie mbele yako ili kufikia kwenye malengo. Na Farao aliruhusu, akasema kama Mungu amekuonyesha wewe, basi hakuna mwenye akili kuliko wewe. Katika kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 41, 39 na 40 anasema, kwa kuwa Mungu, Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Tena mstari wa 40, basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Ndio hiyo narudia kusema, usipore, usiteke, usiibe, usiazime mawazo ya mtu mwingine, huku ukimfisha mwenye wazo. Na hasa huko makazini, kwenye department zetu mbalimbali, unachukua mawazo ya mtu, hutaki kuonyesha kwamba yeye ndiye amefanya, lakini kubali, appreciate, alafu mtumie. Wazo la mtu akilizungumza, yaliyobaki ndani, anayezungumza ni 3%, lakini 97 inabaki iko ndani. Ule uwezo uko ndani ya yule mtu ambaye ana hilo wazo. Labda nimalize kwa kuchekesha, na hasa huko makazini, kwenye department zetu na kwenye taasisi, mtu ameandika wazo na unataka kumpora wazo, na unataka yaonekane kinyago, halafu wewe uonekane kwamba una heshima. Mungu amekupa mamlaka, lakini ya kuheshimu wengine. Dada mmoja ni rafiki yangu sana, aliandika proposal kubwa sana ya project, akaisubmit World Bank, na alikuwa anafanya hapa. Kwa hiyo kwenye shirika moja la kimataifa, akaandika proposal nzuri sana. Baadaye akaisubmit, ni wazo lake, na kwenye ofisi yake, kwenye department yake akasubmit lile wazo. World Bank wakamkubali wazo lake, na wakafanya naye kwanza interview, wakamsikiliza kidogo, wakaona hapana, inabidi tukutane kikao uso kwa uso. Kwa hiyo wakaandaa program, wakaita sasa taasisi hii ambayo ni an international organization, waende Geneva. Wakaenda Geneva, lakini wakati wa kupanga safari kwenda Geneva, wakamtoa yeye, wakaweka wengine. Haya ndio mambo yetu mengi tu hapo Uswahilini. Wakaweka wengine, department na bosi ndiye anaongoza, akaenda. Walipofika, wako kwenye kikao, wale wa jamaa wanauliza, hebu tufafanulieni, manake wale wameondoka na wamemwacha mwenye akili, wameondoka na flash. That's the problem. Hiyo ndio shida kubwa tu. Na unajua, mwenye akili ukimtumia atakuweka kwenye kiti vizuri. Yaani mwenye akili mtumie akusaidie kukaa kwenye kiti. Mwenye akili hawezi kuchukua kiti. Na Farao alimwambia Yusufu, wewe una akili, kiti changu niachie. Hebu punga mkono pamoja na mimi. Yes. Farao alimwambia, wewe una akili, mimi nina kiti. Katika hii dunia kuna watu wawili, kwenye department zote, kwenye taasisi zote, kuna wenye akili na kuna wenye viti. Nyie wenye viti wale wenye viti wabaki na viti vyao, na wenye akili wabaki na akili sawa.
alafu watumie wenye akili wakuweke kwenye kiti, wewe mwenye kiti na unaitwa mwenye kiti. Don't worry. Hayo makofi yatoshi, mpigie Bwana makofi mengi. Kila mahali wanakujua wewe ni mwenye kiti, lakini tumia brain na usiogope brain hata siku moja. Sasa wameondoka na flash. Wakiulizwa swali wanaambizana, hapa mwenzangu, mzee mwenzangu, wewe unasemaje? Wewe kwenye wakiulizwa swali ambalo ni simple, asema yule tuliongea naye kwenye online tukamfanyia hii interview yuko wapi hapa? Asema ana dharura, mara ana msiba amefiwa. Unajua hata kuna mwanafunzi mmoja, mwalimu alikosa kuja shule jana. Mwalimu akamshika akamwambia, wewe kwa nini jana ukuja shule? Akamwambia, nilifariki jana. Na wale wakasema huyu ana msiba, Waswahili, ana msiba, hakuweza kuja. Kaambia basi kikao kimeahirishwa kwa sababu ninyi haya mawazo sio yenu, hamjui chochote mpaka mtakaporudi. Mara hii mtarejea kwa kutumia gharama zenu wenyewe, lakini project tumeihold mpaka atakapoletwa Yusufu. Oh my God, pigie Bwana makofi mengi ya shangwe, haleluya. Mabibi na mabwana, ninamaliza asubuhi ya leo. Heshimu mtu mwenye mawazo ya kukuvusha katika msimu na kukufikisha kwenye kusudi. Life is longer than a season. Maisha ni marefu kuliko msimu. Wewe ni mtu wa beyond the present. Wewe ni mtu wa beyond the present. Mungu akupe watu sahihi na uwatumie kwa wakati wa sahihi. Tumsifu Yesu Kristo na tumpigie Bwana makofi mengi ya shangwe, haleluya.